Yo, what's up my beautiful mommies and daddies? Ni PMTV, mimi ni Bessie Benny na leo bwana tupo na machali kutoka A-Town City, yani ile mbauda pale ndo imebebwa mabegani mwao, wako hapa na tutakwenda kuzungumza nao moja mbili tatu kuhusiana na game ya hip hop kwa Arusha na vinginevyo vyote. Sasa kwa nini nimeitaja mbauda? Nimeitaja mbauda kwa sababu kwenye Udan Gang ukiitoa ile mbaa ndo inabaki Udan. So tuko na Udan Gang within the house. Mambo ni gani bro? Aseni oji sana. Mzuka sana. Mko poa? Tuko poa yenyewe. Mmepoa, mimi nikajua mtakuja kiududu ile nini kama wadudu, lakini mmepoa si poa. Huku hivi da kila mwanamke ni mzuri, ukivaa vile si unakimbiwa. Simona wewe mwenyewe umepoa sio kimbea. Kwa dada wa Bongo hatari. Naga mwanamke mbaya Dar es Salaam wase. Shanga kila ninayekutana naye tu ni chude yenyewe laini mwa kama wewe hapo. Kwani Arusha hapoje jamani? Mikazo sana. Mademu akichuga naona unakuta ni mzuri, lakini sasa ukikaa ndani kizembe unaweza ukapigwa. Mbona mimi Arusha jamani? Sasa itakuwa ubongo umekulevya. Bana nipo na Udan, lakini mna majina yenu Rider. Kida Rhymes. Kida Rhymes. Kida Rhymes. Mimi Budan hapa. Budan. Nikisema bu, alafu namalizia udani. Budani. Hapo fresh bana. Bana, tabia za wasanii wa Dar es Salaam na wasanii wa Arusha, utofauti wake uko wapi? Kwa nyinyi mnavyoona. Tofauti wa machali wa Arusha na wasanii wa Bongo. Kwanza wasanii wa Bongo ni tofauti na Arusha hata kimichano, unaelewa? Ni hip hop lakini sio ile hip hop ya Arusha. Hip hop ya Arusha ni ile hip hop ya fulani ngumu sana. Ngumu lakini tamu. Hivyo. Alafu Bongo kama vile unakuta mtu anachana lakini beat pia imeleilo. Arusha watu wanakaza kuanzia kwenye beat mpaka michano. Au sio? Sasa hapa mimi nimetoka kusema mbauda ipo mikononi mwenu, na maana wana Arusha wako proud kwamba wale wanatuwakilisha mbauda. Sasa mimi nataka tuwaonyeshe kwamba mbauda tuko Dar es Salaam. Twende kazi. Ucheke rap yao. Napotoka kwetu di udani mbaudani, ukifika kwetu utaona machata ukutani, nembo thagi trusi hata tujua meandika nani. Tunachojua tu sisi mbaudani na beba A-Town. Utaki unataka zunguka Arusha nzima, hapa ndo ipapu unapata, huku misingi inafatwa, mapusha chungu zima dele mzigo unafatwa. Na tulagma kushara mbaudani mabegani sindo machalia ara ukuskai kidandara, manige wana kazi wasikufanyie biashara. Mbaudani kila mtu ni thagi, na ranga maji ya kunywa watu wanakunywa na jagi, mamaza hata madingi hiki kitu wajaji cha msingi ni akili mingi, wasije tu wa kipaji. Mbaudani wako mawak na marili, wako wanaoipenda na wako soifili. Hapo pama Jumapili kama noma. Alright, bana hii ni dedication kwa watu wa mbauda kwa sababu kutoka A-Town City. Asante sana. Sasa bana, kuna moja kati ya story yenu nasikia kwamba mlishakataliwa sana kama Udan Gang. Mlikataliwa sana lakini bado mmeendelea ku struggle mpaka hapa. Kwa nini mlikuwa mnakataliwa? Watu wanataka manyimbo za kuchezeka. Wanasema hizi hip hop haiuzi. Sisi tukakoma nayo hivyo. Alafu sasa na mali ukuta ni show labda na mabisho wa kutosha. Mkiingia nyesa Udan Gang hapana. Unajua zile ndio wanaona labda waizi. Sasa hivi tumeamua hata tujiedit kidogo kama hivi. Lakini pia nilikusikia unasema tulivyokuwa tunaongea kwamba hata idea pia zilikuwa zinafanya watu kama kuwakataa. Nje na ukali wa music, ni idea gani ambazo labda ma producer au na watu wengine walikuwa nakataa? Sisi na polisi. Vitu ya watu. Idea fulani hivi ambao ni producer yeye anaona hapa tutajua kuimba hii polisi waje. Kama zipi? Mshasikia hiyo sisi na polisi, mapolisi na sisi. Track fulani huko YouTube. Track yani kama disco kwa polisi kwamba nyie hamwezi kupata hela bila sisi. Alafu sisi wahalifu. Unajua? Ni style kama hiyo. Ipo ma YouTube huko, unataka kusikiliza vizuri unaweza kaingia tu hapo Udan Gang. Na kukataliwa kule. Kwa mfano kama mtu akisikia Udan Gang wanawakwepa na nini, nini kiliwapa nguvu na kinazidi kuwapa nguvu mpaka leo ya kuzidi kusonga mbele licha ya kukataliwa, licha ya vyote ambavyo vinaendelea?
yani kiufupi sisi tunafanya kazi kuihudumia hip hop. Kwa hiyo yani hatutegemei chochote kutokea yani kwenye hiyo hip hop, yani hatuitegemei kama eti ndio msingi wetu labda tupe maisha fulani. Sisi tunafanya harakati zetu afu tunaihudumia hip hop, yani times kwamba tunapenda yani tukwambie hivyo. Na tunapenda, kwa hiyo yani hata tusipopata kitu lakini tunapenda, tutaacha legacy kwa vijana huko mtaa. Lakini kipi hasa ambacho kiliwahi kuwakatisha tamaa au kinawakatisha tamaa kila mkifikiria Simba mnasema si tukaze bana? Katisha tamaa kikubwa sana ni mabraza wa Chuga wengi mawaki au masuperstar wa Arusha ambao unawajua wewe. Yani 90% ni mawaki laana. Leo naona kama vile hao Manyoka tukiwapa show afu na wenyewe wapo kwenye show kama vile watabakishwa kutokana na nini? Mashabiki zao wengi sasa hivi wameshakuwa wazee, watu wana mafamilia wametulia. True. Afu sisi mashabiki zetu sasa ni mavijana wanaga mbishe mjini, yani ni kusikiliza muziki popote tunapoenda na wenyewe hapo. Na mnakimbiza sasa hivi, namba zipo za kutosha, yani mnaongeleka sana Udan. Hivyo ukiangalia namba YouTube namba kubwa, lakini show yote ya Arusha tupewe, wanapewa Mambugila Mangiri. Kwa sababu mtawakata nini? Hawataki tufike. Takata majina huko. Hivyo yani kitu kama hicho mimi nice. Na ni kweli kwamba wasanii waliotoka Arusha baada ya kufanikiwa wanawakazia nyie ambao ndo mnakuja sasa kwenye game rasmi? Si ni real. Wanakunja? Wanakunja sana. Nakuta watu Arusha nzima nakujua eti yeye hakujui. Hakujuaje? Ni hakujui kweli au? Anakujua sema sasa ile anang'ata meno. Au si? Yani style tu makazio, yani kwamba ni kaujamaa kwa mbali hivyo. Kwa ile historia kwamba wasanii wa Arusha wanawakazia wasanii wapya ni kweli? Iko wazi. Iko wazi kabisa. Wana ubinafsi yani, ndio maana na hata kwenye hapa Bongo hapa hivi wasanii wa Arusha hamna wanaosikika eti. Wasikika watu sijui Sheitown sijui wapi. Wa Arusha hamna kutokana na nini? Hamna ile backup, afu msaada sio pesa. Unaweza kaambiwa pita hapa fanya hivi. Kabla sasa hata hiyo michirizi tu njia waonyeshi. Ni uongo. Wameweka kabisa na X hamna kupita huko. Lakini mheshimiwa anaonekanaga kwa kubali sana wasanii wa Arusha. Nani? Dogo Janja. Anakubali. Sasa Dogo Janja ndo nani asi? Si ametoka Arusha na msanii. Nani Dogo Janja? Sasa mimi simjui Dogo Janja. Umpata kigugumizi. Na ni kwa nini? Sikutana naye, siona naye, yani kiufupi yani ana mchango wote kwenye game yetu. Okay. Hata kutongelea tu hajawahi. Yaani ndo wale wasanii ambao hawatujui. Hatujui na si hatumjui. Yes. Ukiachana na kukunjiwa kwenye show lakini pia kwenye kolabo, ni kwa nini mnadhani wasanii wa Arusha kutoboa kwao ni mpaka kuwa hivi na kundi? Kwa mfano Udan Gang na Kutunako na makundi mengine. Machali Watundu. Kwa nini inakuwa hivyo au ndo ile? Yaani ni kama hobby ambayo tumetengenezwaga na hao mabraza wa zamani. Yaani ili utishe Arusha natakuwa uwe na genge. Yani hivyo yani. Na ni gang gani Arusha ambalo mnabata nalo sana? Of course sasa hivi mnatajwa sana Udan Gang, mtu akisikia anajua kama vile anawafahamu. Yani gang gani sasa, kama unavyosema Arusha ni gang mengi, gang gani mnabata nalo sana? Sisi magenge yote tunaishi nao full. Mashabiki ndio wanatupishanisha na unakuta unaambua labda Udan Gang na Tejo Clean waelewani, lakini ni machizi tunakaa sehemu moja. Okay. Hata huku hivi tumekuja nao sema na Nyoko na mitikasi yao. Wanasema wasanii wa Singeli wanasifika sana kwa kusapotiana sometimes na vitu kama hivyo. Kwa nini inakuwa ni ngumu sasa nyie kwa hizo gang mlizonazo kupushiana nini na nini? Tunapushiana sisi kwa sisi, ndio maana hata unaona zinasikika. Yaani ambao tutake ni mabraza zamani, old school. Hawataki hizi new kama. Ndio wanataka ni ili wakushike, mtakuwa mnyenyekea umpigie magoti. Braza nyingi. Unajua zile? Alafu sasa Arusha sasa itawaliki. Unaga king wala queen kule. Na kweli. Na nyinyi mnakaza tu fresh. Afa tuhitaji msaada wao tu, yase kama wanasikia wasikie. Tuhitaji msaada wao huko mabraza wa Arusha wajakaza. Kuna track tunaiachia soon. Inaitwa Wajakaza. Hiyo ni bero wao. Babeki so poa. Na
kuna hii kitu ambayo imekuwa ikiendelea kwamba wasanii wa hip hop hasa hivyo wa Arusha wengi hawaingizi pesa, yaani pesa haingii. Mnadhani kwa sababu ya usela mwingi au kuna kitu kingine? Kwanza wasanii wa Arusha yani hawajui, yani asilimia kubwa wasanii wa underground kama sisi ambao tunajitafuta, unaona, wengi hawajui masuala ya mtandao yani. Kuna wasanii wengi wakali tu lakini hata YouTube account yana. Lakini track zipo mtaani, yani kila unapopita unakuta track zimetembea kwa Bluetooth. Unakuta yani wewe msanii mwenyewe ni superstar Arusha, anajulikana sana, hamna mtu unamuuliza kuhusu yeye amjui, lakini hana hata page Instagram wala YouTube, yani popote pale hayupogu. Lakini ni msanii na nyimbo zake zipo mtaani. Yani kwa ufupi yani wasanii wengi wa Arusha hawajui biashara muziki. Kiwepo mimi wa kwanza. Lakini si ndo unajifunza? Ndio tunajifunza kama hivi. Sasa issues za usela nini hazichangii kwamba ile mtu kuwaamini, kwa sababu unakuta umeposti wanavuta nini, wako clubs wengi. Hiyo sio sababu usela mwingi nini? Hiyo sio sababu, ni maisha ya kweli. Sasa si watu hawaamini. Mtu anayeona niweke pesa pale ase kutokana na hizo maklipu. Hiyo itakuwa na yetu ni mbugila kutokana na nini? Hiyo yani kipaji usiani na kitu mtu anatumia. Okay. Wasanii bwana wengi wanakula mapoda sisi na tunawajua. Kwa sababu tu waonyeshi. Anajidai msafi mbele za watu. Lakini kuna vitu vyake anafanya japokuwa sio vizuri kweli kuonyesha zile maniaji, lakini natokeaga tu. Okay. Udangeng mpo wangapi kiuhalisia yani? Sisi tuko watatu lakini genge for everybody. Okay. Yeah. Na management nini? Hapana. Tujawahi kupata hicho kitu. Na mtakeo. Kitokea pia ni mzuka. Okay. Na mambo ya kupushi harakati kitokea ni uhakika. Sawa, nyinyi mmesema kwamba mnaihudumia game ya hip hop. Lakini kwa namna moja au nyingine imebadilisha vipi maisha yenu, na kama haijabadilisha kwa nini? Imebadilisha kistaili fulani. Sasa hivi hata kuna matukio huwezi kufanya, kila mtu anakujua. Okay. Matukio gani? Matukio tu ya mtaani, tunajua njia kali yenyewe, watu hawataki kulala njaa, tuna watoto. Masuala ya utumiaji wa hasira huwezi tena. Hauwezi. Ile unaamua sasa hapa nitumie nguvu kupata, utaweza tena. Alafu hiyo kutumia nguvu pia ilikuwa imeshatuletea matatizo mengi, watu wameenda majela. Watu wamekufa. Kwa hiyo pia imetubadilisha, imetutoa kwenye nanili kucheza na Israeli. Tuleta kwenye doo, unajua? Okay. Hivyo. Sawa. Na kwa nini sasa vijana wengi wa Arusha wanakuwa hivyo kama unavyosema kutumia nguvu? Wengi wao though kwa sasa hivi inasemekana kubadilika kutokana na kwamba wanajiingiza kwenye issue zingine. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini matumizi ya nguvu yanakuwa ni mengi? Babe. Changamoto ni harakati. Kisha kwanza dada yangu kila kitu ni bei ghali. Ni kila kitu unachokijua ni bei ghali. Alafu sasa watoto wa sasa hivi au vijana wa sasa hivi na wenyewe wanataka kuishi maisha fulani hivi. Ambayo maisha yani kwa Arusha ni uongo. Ndio. Kwa kama una kazi ya maana, huwezi kupata vitu fulani kama chako, Timbaland, Hold Down huwezi kupata. Kwa hiyo itabidi utafute njia za chocho sasa. Lakini je, mmefanikiwa kutoka huko? Yes, no kama hivi. Okay, na kuna ngoma hapo umesema mnaitoa hivi karibuni ya kuwahusu ma brothers nini? Mimi nataka hiyo ngoma basi hata kidogo yani tubalize nayo. Hiyo labda tukupe chorus. Anakuambia staili zao mawaki za kishamba zijakaza, wanang'ara kweli lezo pamba zijakaza, bora waimbe singeli hip hop yao hajakaza, mpaka waseme kweli kwamba kweli hawajakaza. Staili zao mawaki za kishamba zijakaza, wanang'ara kweli lezo pamba zijakaza, bora waimbe singeli hip hop yao hajakaza, mpaka waseme kweli kwamba kweli hawajakaza. Bana, hiyo ni track mpya ambayo itatoka hivi karibuni kutoka kwa Odan Gang, track ambayo ina hivi ni kuadisa au inawaelezea? Hiyo ni real yani nachama kwamba hujakazi. Mabraza wasanii kutoka A-Town City ambao wameonekana kuwakazia wasanii wapi ambao wanakuja kwenye game. Mimi nataka tumalize na hii. Nyinyi na Fidovato kuna nini? Hatuna kitu. Kutana naye nyote hata live. Hata mazoea hatuna. Bora kama vile ilisemekana kuna ugomvi unaendelea baina yenu nini?
Kuna viberobero ambao tulikuwa tumepiga, kuna yani tena so track official ilikuwa ni kama mizuka tu fulani, watu wamekaa tukawa tunachana, inaitwa bero kwa mabro. Hiyo iliwagusa mabraza wengi sana wa Arusha, na ndio kitu ambacho kafanya mabraza wote watuchukie yani. Yes. Lakini kama inasemekana Shaba aliingilia mchongo kwamba nyie ndo mdisi Fido. Yani huyo Chaba mwenyewe kwenye bero kwa mabro pia na yeye alichana. Yani ilikuwa ni bero kwa mabraza wa Arusha. Yani hajamwacha mtu yani wote paka wengine ambao wako huko Bongo. Kwa hiyo kiufupi mabraza wa Arusha wanazingua. Yani hawataki kuchallengewa. Hawarudi nyumbani kuangalia wadogo zao. Wenyewe ndio wanatufundisha hii mavitu yani. Wao ndio wametupa mizuka tumepata kwao, alafu sasa ilitakuwa ni sisi tuongelee tu tusaidie sisi. Kuna machali wako wengi huko mtaa, alafu tena kwenye mitaa yao kabisa waliotokea. Na unakuta wanawajua. Lakini unaambiwa umezaliwa solo kwenye tumbo la mama yako, umetoka mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa upambane, yani ndio ushauri mkubwa tunaopewa na mabraza. Sasa tunatumia kama vile wewe umezaliwa mwenyewe bana, sitegemee mimi. Ndio kauli kubwa kwa kina kaka. Acheni kukaza bana kina kaka, chukua hii bana. Pia mimi kabla sijamaliza hii hapa hivi, nitoe kwanza shukrani kwa jomba langu mmoja ambaye amekaza. Huyo jomba amekaza, Champion Dero. Wewe ndo amekaza. Amekaza kama vesi ya kwanza. Champion Dero pamoja na Dogi. Shout out kwa Champion Dero. Hivyo. Pamoja na Dogi Danger. Mwingine nani? Hao tu. Alright, bana hao ni Udan Gang kutoka A-Town City pale mitaa ya Mbauda. Mbauda ipo mabegani kwao na wanaiwakilisha vilivyo. Sasa hivi ukihitaja Udan Gang utaisikia, yani unaisikia, yani ukihitaja tu tayari wanajulikana ni kina nani. Wamezungumza mawili matatu, lakini kubwa mabraza, acheni kukaza. Mnakaza sana bana. Tupe hata makolabo tuwafiche. Watu wa show love. Mimi ni Best Benny, hii ni PMTV2 you original. Cheers.